cha kutumaini sina, ila damu yake Yesu. Sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana, na shalom msikilizaji wa madhabahu hii. Nikukaribisha sana kwa wakati mwingine mzuri kabisa kuweza kufahamu neno la Mungu katika mambo mbalimbali yanayohusiana na siri za kiroho. Mimi naitwa Pastor Jonathan Alex. Tuko pamoja hapa kuweza kujifunza katika vitu mbalimbali katika maeneo mbalimbali ili kuweza kufahamu siri za kiroho na kuweza kukulia wokovu katika namna moja. Leo hapa msikilizaji, somo langu la kichwa kinasema nguvu ya pingu. Nguvu ya pingu. Najua utakuwa unajiuliza nini maana ya pingu? Pingu tumekuwa tukisikia katika maeneo mbalimbali. Pingu ni nini? Pingu ni kitu gani? Pingu inafanya nini katika maisha yetu? Kwa sababu sisi tumezoea kwamba ni polisi tu ndio wanakuaga na pingu zile, wanawafunga wale wafungwa, wanafunga watu ambao walikuwa na kesi mbalimbali, wanafungwa kwa kutumia pingu. Tumekuwa tukishuhudia maeneo mbalimbali kwamba labda mwizi amekamatwa au mtu yupo jela anafungwa kwa kutumia pingu. Sasa pingu ni kitu gani? Pingu ni nini? Sasa karibu sana tuweze kujifunza kuhusu kitu kama hiki, tuweze kujua kwa undani kabisa siri ya pingu, siri ya pingu, kwamba pingu ina maana gani katika ulimwengu wa roho. Lakini kitu kikubwa ambacho inabidi tujifunze msikilizaji ni kwamba kitu chochote kile kinachotokea katika ulimwengu wa mwili, ujue rasmi kabisa kwamba kimeanzia katika ulimwengu wa roho. Unapoona jambo lote lile limekuwa dhahiri katika ulimwengu wa mwili, ina maana ulimwengu wa roho umekwisha andika tayari hilo jambo. Ukiona kitu kimekuwa dhahiri katika ulimwengu wa mwili, maana yake kimekwisha amuliwa katika ulimwengu wa roho. Ndivyo ilivyo, kwa sababu ulimwengu wa roho ndio una nguvu kuliko ulimwengu wa mwili. Hebu kama hata hicho kitakusaidia. Ulimwengu wa roho una nguvu kuliko ulimwengu wa mwili. Hivyo ulimwengu wa roho ndio unaoongoza ulimwengu wa mwili. Chochote kile ambacho kipo katika ulimwengu wa mwili, chanzo chake ni ulimwengu wa roho. Hivyo ambavyo wewe unanisikiliza, pengine mda uko hapo unanisikiliza, unasikiliza pia neno la Mungu, unasikiliza kitu ambacho Mungu anataka pengine ujue. Inawezekana kabisa ukachukulia ni kawaida, lakini pengine hili limekwisha amuliwa pia katika ulimwengu wa roho. Somo langu la kichwa kinasema nguvu ya pingu. Katika hali ya kawaida tu, pingu ni kifungo au kitu kinachokuzuia kufanya jambo fulani kwa ajili ya sababu fulani. Pingu ni kifungo au kitu kinachokuzuia kufanya jambo fulani kwa ajili ya sababu fulani. Tumekuwa tukishuhudia na tunaona tu kila siku huko mitaani, watu wamekamatwa, wamefungwa pingu. Ukitaka kumzuia labda mtu asiwe na kitu fulani, unafunga pingu. Pingu tunajua tu ni pingu, ni vitu ambavyo vinafungwa kwa watu fulani, lakini asilimia kubwa maisha ya watu wengi yameharibika kwa sababu ya kutoifahamu nguvu ya pingu. Bwana Yesu asifiwe sana. Asilimia kubwa maisha ya watu wengi yameharibika kwa sababu hawaifahamu siri ya nguvu ya pingu. Tunaona kipindi kile Yesu anamfufua Lazaro, aliwaambia watu mfungueni. Ina maana kwamba haikutosha tu Yesu kumfufua Lazaro, kulikuwa kunahitajika kitu kingine kifanyike ili Lazaro aendelee kusurvive. Haikutosha tu Lazaro afufuliwe alafu maisha mengine yaendelee. Ndio maana Yesu akawaambia wale watu kwamba mfungueni. Maana yake kuna kifungo ambacho walikuwa wamefungwa, ukiachana na kifungo cha mauti ambacho walikuwa wamekipata wakati ule. Sasa hapa tunajifunza kuhusu nguvu ya pingu. Asilimia kubwa ya watu wengi hawafanikiwi katika maisha yao kwa sababu hawafahamu siri ya nguvu ya pingu. Bwana Yesu asifiwe. Kila kitu nimekuambia kinachotokea katika ulimwengu wa mwili, chanzo chake kimeanzia katika ulimwengu wa roho. Chanzo chake kimeanzia katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa roho. Tukisoma kitabu cha Ezekieli sura ya 4, unaweza ukapita hapo kwenye Biblia yako kaangalia kitabu cha Ezekieli sura ya 4 mstari ule wa 8. Biblia inasema hivi: na tazama, nitakutia pingu, wala utageuka kutoka upande mmoja hata upande wa pili, hata utakapozitimiza siku za mazingiwa yako. Mazingiwa yako maana yake hadi kifo chako. Maana yake nitakutia kwenye kifungo, hautatoka hadi siku za kifo chako zitakapotimia, hadi siku za kifo chako zitakapotimia. Sasa wewe ukisikia hivi unaona kabisa kwamba ni hali ya kawaida, lakini tunapozungumzia kifungo, tukienda kanisani tunasikia tu kila siku kifungo. Ana kifungo cha nini? Sio ana kifungo cha kitu gani? Kifungo. Pingu pia ni kifungo. Lakini tukirejea nyuma hapo kitabu cha Ezekieli sura ya 3 mstari wa 25, neno la Mungu linasema, lakini wewe mwanadamu, tazama watakutia pingu, nao
watakufunga kwazo, wala utakwenda nje kati yao, wala hautakwenda nje kati yao. Ina maana kuna mipaka umewekewa katika ulimwengu wa roho, usivuke, kwa sababu kuna pingu ambazo umefungwa. Tunafahamu tu kuna pingu ambazo watu wanafungwa, pingu za mikono, kuna pingu za miguu, lakini katika ulimwengu wa roho ziko pingu za aina mbalimbali. Katika ulimwengu wa roho ziko pingu hadi za uchumi, ziko pingu hadi za familia, ziko pingu hadi za ndoa, ziko pingu hadi za utasa. Watu wamefungwa katika maeneo mbalimbali bila kufahamu siri ya pingu. Kuna watu wengine kila mtu anaharamika, uchumi mbaya, hali imekuwa ni ngumu, uchumi hauendelei, mambo hayaeleweki, biashara kila siku inaharibika, mtaji kila siku unakufa. Kumbe katika ulimwengu wa roho kuna pingu imefungwa katika eneo la biashara kukuzuilia katika maeneo ya biashara kufanikiwa. Kumbe katika ulimwengu wa roho ipo pingu imefungwa katika eneo lako la ndoa. Ndiyo maana kila siku mambo ya ndoa yako hayaeleweki. Hebu nisikilize nikwambie kitu kimoja rafiki yangu. Kitakachokufanya usurvive katika maisha ya ndoa, kitakachokufanya usurvive katika maisha ya ndoa, sio tu ni kwa sababu wewe umesoma sana, unaweza kukagua simu ya mume wako au mke wako. Hapana. Kama ulimwengu wa roho umekuandikia kuferi katika maisha ya ndoa, kama ulimwengu wa roho umekuandikia kuferi katika maisha ya ndoa, hata kama una PhD katika eneo lolote lile ambalo, hata kama una PhD katika ndoa, mambo lazima yataharibika, kwa sababu nimekwambia ulimwengu wa roho ndio unaongoza ulimwengu wa mwili. Shetani na wachawi wametushinda katika hili eneo, wametushinda katika vitu mbalimbali, wamejua namna ya kutukadiria, kujua namna wapange hiki, wajua namna ya kupangilia ulimwengu wetu wa roho. Wamefunga maisha yetu, wamefunga uchumi wako, wamefunga ndoa yako, wamefunga maeneo mbalimbali. Lakini na wewe pia ambaye ufahamu kinachoendelea katika ulimwengu wa roho, unaishia kujipa moyo tu katika ulimwengu wa mwili, na maisha yako yanaendelea kuharibika. Maisha yako yanaendelea kuharibika. Umekuwa ni mtu ukibeba mimba, kila mimba unayoibeba lazima itoke. Kila biashara unayoifanya haifanikiwi. Kila utakachokifanya kwa mikono yako kinaharibika. Na kama hujafahamu kitu kama hicho, hebu nisikilize. Kuna watu wengine leo hii hapa, mko mnanisikiliza hapa, uliingia kwenye biashara fulani, ukakuta biashara inaendelea kusurvive, lakini ulipokuja wewe ukaweka mkono wako, umeajiriwa, ukaanza kufanya hiyo biashara ndipo ilikufa hapo. Na sio kwamba hebu nisikilize vizuri, sio kwamba ulikuwa unakula pesa za biashara. Hapana. Sio kwamba ulikuwa unatumia vibaya, labda ulikuwa unapangilia vibaya mambo ya biashara hiyo. Hapana. Lakini katika ulimwengu wa roho, mkono wako hauna neema ya kufanya biashara iendelee. Zipo pingu zimekufunga katika eneo la biashara yako, zipo pingu zimekufunga katika mafanikio. Huwezi kufanikiwa kwa namna yoyote ile, huwezi kufanikiwa kwa namna yoyote ile. Lakini pia kuna eneo lingine, nimewahi kushuhudia kijana mmoja ananiambia, mtumishi wa Mungu, mimi hapa nafanya biashara ya kuuza karanga, nimeajiriwa na mtu, nauza karanga kwa siku kilo 5, lakini karanga zinaisha kabisa. Lakini siku nilipoamua nianze mimi mwenyewe, nianze kujiuzia mwenyewe, sikuwa napata mteja hata mara moja. Unafikiri ni kwa nini? Hawezi akafanikiwa kwa namna yoyote ile katika eneo lolote ile ambalo atafanya yeye kama yeye. Maana yake katika ulimwengu wa roho ipo siri, na mara nyingi siri kama hizi zinaanzia katika maeneo ya ukoo. Kuna familia ambazo mtu yoyote aliyotokea kwenye huo ukoo aliyefanikiwa sana kusoma ameishia darasa la 7. Kuna mipaka imewekwa. Msomi wa kwanza kwenye ukoo ni msomi aliyeishia darasa la 7. Sasa wewe kwa sababu unachukulia kawaida, labda ni msomi unatoka darasa la 7 kuingia form 1, alafu unachukulia tu katika hali ya kawaida, na umekwisha ona kabisa mama yako alikwambia ameishia darasa la 7, baba yako pengine aliishia darasa la 2, shangazi yako sijui bibi na mjomba darasa la 4 sio la 6. Wewe unaona kabisa kwamba utakuwa na ujanja gani ambao utakufanya uvuke darasa la 7 kwenda kidato cha kwanza. Ndio maana asilimia kubwa ya watu wengi wanaojitahidi kuzivuka historia za ukoo, lazima kuna shida kubwa itakayomtoa katika reli ambayo alikuwa anaielekea. Kama ulikuwa ni binti unataka kuivuka historia ya ukoo, aidha utapata mimba ukiwa shuleni, kama ni kijana, aidha utapata shida yoyote ile ambayo itakufanya uache shule. Ina maana katika ulimwengu wa roho ziko pingu zimeushikilia ukoo, ziko pingu za mizimu, ziko pingu za miungu zimeushikilia ukoo. Haiwezekani kabisa ukafanikiwa katika eneo lolote lile kama uifahamu siri ya nguvu ya pingu, kama ujui namna ya kutoka katika vifungo vya pingu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndivyo ilivyo. Hata kama ukikasirika ndivyo ilivyo. Kuna familia ambazo zina matatizo ya majira yale. Kila mtu anayepata shida fulani kwenye familia, aidha kwenye familia fulani watu wanakufa kwa ajili ya ugonjwa fulani, aidha kwenye ukoo fulani, kila mtu anayekufa kwenye ukoo lazima afe na pressure, lazima aidha afe kwa ajili ya moto au kwa kansa au kwa shida mbalimbali. Hivyo ni vifungo vya ukoo, msikilizaji. Lakini hapa
tunakutana katika madhabahu ya siri za kiroho ili kuzungumza vitu mbalimbali kama hivi, na ili kuendelea kwa mwanafamilia kuweza kupata mafundisho mengi kama haya. Msikilizaji, subscribe tu hapo, bonyeza alama ya subscribe ili uweze kufahamu vitu kama hivi vingi. Mambo ni mengi sana, ndio maana tumepata nafasi, Mungu ametupa neema ya kuwa mahali hapa kujifunza vitu kama hivi mbalimbali katika kuweza kuzifahamu siri za kiroho. Lazima tujue kuna watu wengine kama ni binti umefungwa kabisa kwa pingu fulani katika ulimwengu wa roho, aidha hautakuja kupata mchumba. Kila mtu unayempata ni mtu wa kukudanganya, mpaka umekwisha fikia hatua umekwisha jitabiria kwamba jamani, yoyote yule atakaye kuja kwenye maisha yangu ili mradi tu awe anapumua, huyo anatosha. Katika ulimwengu wa roho ipo pingu na kuzuilia kuliendea eneo la ndoa. Katika ulimwengu wa roho iko pingu imekwisha yaona mafanikio yako ya ndoa, ndio maana inakuzuia. Jamani, shetani hawezi kumtesa mtu asiyekuwa na kitu. Shetani hawezi kumtafuta mtu asiyekuwa na kitu. Ukiona maisha yako yanafungwa, ujue katika ulimwengu wa roho kuna kitu kimesababisha shetani akayafunga maisha yako. Ukiona biashara iendelee, ujue katika ulimwengu wa roho kuna kitu kimesababisha biashara isiendelee. Hakuna mambo ambayo yanatokea tu from nowhere. Hakuna kabisa, hakuna. Shetani hawezi kumtafuta mtu asiyekuwa na kitu. Utakumbuka kipindi kile shetani alivyokuwa anazungumza na Mungu. Shetani akamwambia Mungu, nipe nafasi hii nirejee duniani na utaona watu nitakao kuja nao siku ya mwisho akiwa nyuma yangu. Ina maana shetani hamtafuti mtu asiyekuwa na kitu. Ukiona wewe unapata majaribu sana, unapata shida sana katika maeneo mbalimbali, ujue ipo siri inayokuweka katika hilo eneo. Haiwezi kutokea tu kiurahisi, haiwezi tu kutokea from nowhere. Haiwezi kutokea from nowhere huyo mwanaume akawa anatoka nje ya ndoa. Haiwezi kutokea from nowhere mwanamke usipate mimba wakati una kizazi. Haiwezi kutokea from nowhere mtoto akawa ni mtu wa kufeli shuleni kila siku. Haitokei from nowhere mambo kuwa yanaharibika yaeleweki katika familia, katika maeneo mbalimbali. Haiwezi kutokea from nowhere wewe ndio kila siku unayefanya unawekeza kabisa, wanawake mna vikoba, mnaweka hela kwenye akaunti ya benki, lakini uone chochote. Haiwezi kutokea from nowhere. Shetani amtafuti mtu asiyekuwa na kitu. Kama umeokoka, ina maana umetangaza vita na ibilisi. Sasa kinachotokea mahali hapa, shetani anakutafuta wewe uliokoka ili uingie katika orodha ya watu ambao wapo katika ufalme wake, mwende katika eneo lile ambalo alimwahidi Mungu. Sasa basi, hilo sio somo langu, tutakuja kujifunza kwa wakati mwingine, lakini kuna nguvu ya pingu katika ulimwengu wa roho. Kuna watu hapo gerezani wamefungwa kama misukule, hawawezi kutoka. Katika ulimwengu wa mwili unatembea, lakini una vifungo hata vya ndoto. Kila siku unaota ndoto unafanya mapenzi, na cha ajabu unapoamka asubuhi ukiangalia tu katika hali ya kawaida unaona kabisa kwamba kuna kitu ambacho kilifanyika usiku. Hii ni madhabahu ya siri za kiroho, ili kuweza kuyafahamu mambo mengi ya kiroho ambayo yanawakuta watu bila kufahamu, ili kuweza kufahamu vitu vingi vya kiroho vinavyowakuta watu bila kufahamu. Kwa nini uendelee kujidanganya? Kwa nini uendelee kutabika na kwenda kwa waganga, kumbe kifungo kimekufunga wewe? Unafikiri kitu kilichokufunga wewe mganga hatawezi kukifungua? Hapana, ni kwa njia tu ya maombi. Tunaishi katika dunia ambayo kuna watu wengi wanatupendea na wengi pia wasiotupendea. Ina maana mafanikio yako yoyote yanapoanza kujionesha katika ulimwengu wa roho, nimekwambia ulimwengu wa roho ndio unaandika historia inayotokea kwenye ulimwengu wa mwili. Ulimwengu wa roho ndio unaweza kulitabiri anguko lako kabla ya wewe kuanguka. Mafanikio yako yanapoanza kuonekana katika ulimwengu wa mwili, katika ulimwengu wa roho, maana yake mafanikio yako yanapoanza kuonekana katika ulimwengu wa roho, kuna watu wanaona. Hebu nisikilize nikwambie, wakati Yesu hajazaliwa kuna kitu kilitokea. Biblia inasema kwamba nyota ilionekana mashariki ya mbali king'aa. Wale mamajusi wakatabiri kwamba kuna mtu mwenye nguvu za kifalme mabegani mwake anazaliwa, kuna mtu ambaye atakuwa ni msaada wa ulimwengu anazaliwa. Walitabiri kabisa, na walipambana kuhakikisha wanaizima ndoto yake isitokee. Walipambana kuhakikisha kwamba wanauzima mpango wa Mungu usiweze kutokea. Walipambana kuhakikisha kwamba wanazima kila kitu ambacho kimepangwa kisiweze kutokea katika maisha ya kawaida. Unaishi maisha ya kujirahisisha, kumbe katika ulimwengu wa roho kuna vifungo vimekufunga. Ujui tu mwisho wa siku yaliyotokea. Tutakuja kujifunza na utakuja kusoma pia kwenye Biblia. Wale watu walipeleka zawadi manemane, si uvumba, ili kuweza kwenda kuichukua ile nyota ya Yesu, ili kuweza kuchukua ile neema ya Yesu, ili kuweza kuupindisha mpango wa Mungu katika ulimwengu huu, lakini ilishindikana kwa sababu Mungu alikuwa ameisha ajua mawazo yao. Vipi kuhusu wewe ndugu yangu ambaye upo katika hali ya kibinadamu kama mimi hapa? Yanapotokea katika ulimwengu wa roho unayatambua vipi? Ukiona mambo yalikuwa yanaendelea zamani muda huu hayaendelei, unapata notification gani katika akili yako? Nini ambacho unakifikiria katika akili yako? Acha kuishi maisha kirahisi, acha kuishi maisha kujirahisisha. Amua kufanya maamuzi sahihi katika wakati sahihi. Ipo nguvu ya pingu inayoweza kufunga maisha yako. Pingu ya kiroho ina nguvu kuliko pingu ya kimwili. Pingu ya kimwili unaweza ukaifungua muda huo kwa sababu unaiona, lakini pingu ya kiroho uioni mpaka upate neema ya Roho Mtakatifu kuweza kukuonesha. Kwa hivyo lazima ufahamu kwamba unapaswa kuishi maisha ambayo yatakuwa yanaenenda katika ulimwengu wa roho ili kuvifahamu vitu vingi vya kiroho. Watu
wengi wamefungwa na pingu za kiroho, lakini wafahamu hivyo ndivyo vitu ambavyo wachawi wanahangaika navyo kila siku. Wanatafuta maisha yako usiku na mchana, wanatafuta nyayo zako za miguu, wanatafuta nywele zako. Watu wengine wamelala, wameamka usiku, wamenyolewa nywele, hawafahamu kumbe katika ulimwengu wa roho zinaandaliwa pingu za kuyafunga maisha yao wenyewe. Na hapa, kabla sijaelekea kumaliza, nataka nitaje dalili za watu ambao wamefungwa pingu. Zipo dalili ambazo zitakuonesha kabisa kwamba katika ulimwengu wa roho kuna pingu zimekufunga. Zipo dalili katika ulimwengu wa roho zinaonesha. Dalili ya kwanza ni kuwa na mipango mingi isiyotimia. Kuwa na mipango mingi isiyotimia kunaonesha kabisa katika ulimwengu wa roho ipo pingu imekufunga katika eneo la mipango. Hakuna mpango hata mmoja ambao umetimia. Na kama ni wewe ni mtu wa eneo kama hili, ili uweze kufahamu ambacho nakizungumza, hebu waza hili, ni mipango mingapi ambayo umewahi kupanga katika maisha yako? Utagundua ni mipango mingi. Na je, ni mipango mingapi kati ya mipango mingi ilitimia? Kati ya mipango 10 pengine umetimia mpango mmoja. Katika ulimwengu wa roho kuna pingu ambayo imekufunga katika ulimwengu wa roho. Lakini pia dalili ya pili ni kuwa ni mtu wa kujiwazia mambo mabaya na kujikatia tamaa kila muda. Kuwa ni mtu wa kujiwazia vitu vibaya kila wakati. Kuwa ni mtu wa kujiwazia kufeli kila wakati. Kuwa ni mtu wa kujiwazia kuharibikiwa kila wakati. Mtu akikwambia, jamani, mbona hutaki kumiliki kiwanja? Miliki kiwanja, achana na kuishi maisha mengine sio ya kupanga kufanyaje. Uamini watu namna hiyo, asilimia kubwa utakuta mtu anazungumza hivi, kweli na mimi ipo siku nitamiliki gari, ipo siku na mimi nitafanikiwa. Amini, kwa sababu ni mtu wa kujiwazia mabaya kila muda. Sasa nikuulize swali, wanaomiliki magari wana miguu mitatu, pengine labda wana miguu minne kama ya ng'ombe. Katika ulimwengu wa roho iko pingu imekufunga katika eneo hilo. Ina maana hata imani yako inakuwa imedhoofishwa kwa namna ya kujiwazia mabaya. Unakuwa huwezi kuamini kabisa kama unaweza ukafanikiwa, kwa sababu kujiwazia mabaya kumekuwa kuna kushikilia katika ulimwengu wa roho. Huwezi kufikiria vitu ambavyo ni positive katika kila wakati wowote. Msikilizaji, hapa inabidi uamue kabisa kwamba kuanzia leo naacha kujiwazia mabaya, kwa sababu utakachokiwaza na utakachokizungumza ndicho ambacho utakivuna, ndicho ndo matunda yako. Kuna siku tutakuja kujifunza kuhusu nguvu ya maneno. Unachokizungumza na unachokiwaza ndicho ambacho kitatokea. Hii ni dalili mojawapo ya mtu ambaye ana kifungo katika eneo fulani. Maisha ya mwanadamu ili yafanikiwe inahitajika awe karibu na Mungu. Huwezi kufanikiwa kwa sababu wewe ni msomi sana. Kwani watu wangapi ambao ni wasomi wamesoma sana, lakini leo tunaona wako mitaani wanahangaika na vyeti? Haitoshi tu kusoma. Usiishi maisha ya kujidanganya. Acha kuishi maisha ya kujiigizia. Acha kuishi maisha ya kujiigizia. Yaani watu wengi tumekuwa waigizaji kiasi kwamba unaishi maisha mpaka ya kujiigizia wewe mwenyewe. Vifungo vipo kabisa, unajua na vifungo, lakini unajitia moyo kwa ukiishi maisha ya kujiigizia. Acha kuishi maisha feki. Acha kuishi maisha feki. Lakini pia dalili ya tatu, roho za madeni. Nitakwenda lakalaka jipya na wewe kumaliza. Kama una roho za madeni huku na huku na huku na huku, unadaiwa sana, ni dalili pia mojawapo. Lakini ya nne, matatizo ya misimu. Shida za misimu. Shida zinatokea kila msimu. Ya tano, ndoto mbaya. Ya sita, roho ya kujihurumia. Lakini pia ya saba, matatizo ya vizazi hadi vizazi. Kama unakutana na shida ambazo unajua kabisa zimewahi kutokea katika miaka iliyopita kwenye kizazi chako, ina maana katika ulimwengu wa roho hiyo ni pingu iliyokufunga, pingu ya ukoo. Pingu inazidi kudumu kila kizazi hadi kizazi. Asilimia kubwa ya pingu kama hizi nimekusha zungumza mwanzoni kwamba ni pingu za mizimu. Pingu za mizimu. Mizimu pia ni kifungo. Mizimu ni kifungo. Ndio maana huwezi kuvuka hatua fulani ya kimaisha kama unaabudu mizimu. Huwezi kuenenda katika eneo fulani la kimaisha kama wewe unaabudu mizimu. Huwezi kufanikiwa kimaisha kama wewe kuna muda unaenda kuinamia kwenye nyumba ya mizimu. Huwezi kufanikiwa kama wewe ni mmoja wa watu wanaoheshimu mizimu. Hakuna mtu hata mmoja tumewahi kushuhudia aliyefanikiwa ambaye alikuwa anaabudu mizimu. Watu wengi wanaoabudu mizimu maisha yao ni mabaya na yanashangaza kweli kweli. Kama umewahi kukutana na mtu anakuambia kwamba mimi ndalindwa na mizimu, sijui ni miaga kwenye mizimu yetu, angalia maisha yake yalivyo. Ni kifungo kilichomfunga kuanzia kwenye fahamu hadi katika maisha halisi. Acha kuishi maisha kujidanganya. Acha kuishi maisha feki. Amua kuchagua kupita njia sahihi, ili pingu zilizokufunga zikatike, ili pingu zilizokufunga ziondoke, ili pingu zilizoshikilia maisha yako zikatike. Viko vifungo vingi. Sisemi kwamba hicho ndio kifungo kimoja katika ulimwengu wa roho. Viko vifungo vingi vimetufunga katika ulimwengu wa roho, lakini ili tuamue kutoka katika vifungo hivyo inabidi tufanye maamuzi binafsi, tufanye maamuzi magumu yenye faida kubwa. Tutapanga ratiba ya kuwa na maombi mbalimbali kuweza kufanya maombi kwa ajili ya hizi pingu. Tutakuwa tunaomba, tutaweka maombi hapa kwa tunaomba kwa ajili ya vitu kama hivi. Lakini leo kwa sababu muda wangu pia umeniacha mtazamaji, basi tupate nafasi kuweza kumshukuru Mungu tu kwa ajili ya hiki ambacho tumekipata siku hii ya leo. Lakini kwa siku nyingine tutajifunza kuhusu vitu vingi. Mimi hapa naitwa Pastor Jonathan Alex. Tuombe kwa habari ya nguvu ya pingu. Mimi napatikana kwa nambari za simu 0741033122. Kwa maombi na ushauri unaweza kunipigia tuweze kupata nafasi ya kuweza kuzungumza na kwa maombi zaidi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye nguvu, asante kwa ajili ya kibali chako na neema yako
kubwa kabisa iliyotupa kibali leo hii hapa kuwa katika madhabahu yako ambayo Mungu umeipa kibali, madhabahu ya siri za kiroho. Mungu, ninaomba kwa ajili ya mtu ambaye ananisikiliza wakati huu hapa, achilia kibali na nguvu yako ikawe mbele yake. Kila mipango yote ya ibilisi ambayo imepangwa kuweza kuhakikisha inavuruga maisha yake, ninaipindua kwa jina la Yesu Kristo. Kila roho ovu, roho za kipepo, roho za uharibifu, ninazipiga upofu kwa jina la Yesu Kristo. Ninazipiga upofu kwa damu ya Yesu Kristo. Ninazipiga upofu kwa damu ya Yesu Kristo. Naruhusu nguvu kubwa ikatembee kupitia mawimbi ya YouTube channel hii, kupitia mawimbi ya madhabahu ya siri za kiroho kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Kila pingu iliyomfunga mtu huyo, iwe ni pingu za magonjwa, iwe ni pingu za umauti, iwe ni pingu za kibiashara, iwe ni pingu za uharibifu, iwe ni pingu katika maeneo mbalimbali, ninazikata kwa jina la Yesu. 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 Kwa damu ya Yesu Kristo. 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 Kila uharibifu wote ulioandikwa katika ulimwengu wa roho ili utokee dhahiri katika ulimwengu wa mwili katika maisha ya msikilizaji wangu, ninaupiga upofu kwa jina la Yesu. Ninaupiga upofu kwa jina la Yesu. Ninaupiga upofu kwa damu ya Yesu. Roho zote hofu kwa jina la Yesu nisitokee. Msikilizaji, utanitafuta kwa nambari hiyo ya 0741 033122 kwa maombi na ushauri, ili tuweze kuzungumza vitu vingi na pia tuweze kushauriana kwa vitu mbalimbali. Mimi naitwa Pastor Jonathan Alex. Shalom, Mungu akubariki. Kwa heri kwa sasa. Wewe ni Mungu mkuu, waweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni Mungu mkuu, waweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni Mungu mkuu, waweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni Mungu mkuu, waweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Oh, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, waweza yote, hakuna Mungu kama wewe.